Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati baada ya ndege isiyo na rubani kutokea Iran kushambulia ubalozi mdogo wa Marekani uliopo barabara ya Al Saif mjini Dubai Jumanne hii Machi 3, 2026. Mamlaka za usalama mjini Dubai zimethibitisha kuwa shambulio hilo lilisababisha moto mdogo katika eneo la maegesho magari karibu na jengo kuu la ubalozi huo. Vikosi vya zimamoto vilifanikiwa kuzima moto huo haraka na ripoti za awali zinaonyesha kuwa hakuna vifo wala majeraha yaliyoripotiwa miongoni mwa wafanyakazi au raia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amethibitisha kuwa wafanyakazi wote wa ubalozi huo wamepatikana na wako salama. Rubio alibainisha kuwa Marekani ilikuwa tayari imeanza kupunguza idadi ya wafanyakazi katika vituo vyake vya kidiplomasia ukanda huo kama hatua ya tahadhari. Tukio hili ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na Iran kulipiza kisasi dhidi ya operesheni kubwa ya kijeshi iliyofanywa na Marekani na Israel siku ya Jumamosi iliyopita, ambayo ilisababisha vifo vya mamia ya watu nchini Iran, ikiwemo kiongozi mkuu wa Ayatollah Ali Khamenei. Mbali na Dubai, mashambulizi mengine kama hayo yameripotiwa katika maeneo yafuatayo: Riyadh, Saudi Arabia, ambapo ubalozi wa Marekani ulishambuliwa na droni 2 siku ya Jumatatu, huku Kuwait ubalozi wa Marekani umefungwa kwa muda baada ya kupata vitisho na mashambulizi. Lakini kule Abu Dhabi, ambako mifumo ya ulinzi wa anga ya UAE imekatiza makombora ya droni nyingi, ingawa mabaki ya zana hizo yamesababisha uharibifu wa miundombinu ya kiraia. Serikali ya Falme za Kiarabu imelaani shambulio hili, ikiliita ubaguzi wa wazi wa mamlaka nchini ya sheria za kimataifa. Ingawa UAE imesisitiza kuwa haina nia ya kuingia vitani, imesema ina haki ya kujilinda dhidi ya uchokozi wowote. Wakati huo, mashirika ya kimataifa yamehimiza pande zote mbili kujizuia ili kuepusha vita kamili katika ukanda huo ambao ni muhimu kwa nishati ya mafuta duniani.